Karibu sana mtazamaji wa Ava TV. Ni wakati mwingine tena tuko tayari kwa ajili ya kukujulisha kile ambacho kinaendelea kuhusiana na michezo. Na nipo hapa kwa ajili ya kuzungumza kila kitu ambacho kinazungumzwa hasa kwenye mitandao ya kijamii. Kupitia YouTube channel yetu ya Ava TV utaweza kutazama kule. Kikubwa ka subscribe, like, share, comment ili wa kwanza kabisa kupata taarifa na habari mbalimbali za kimichezo. Naitwa Memorasa Sylvester, nyuma ya kamera ni Wilvin Trend ambaye anahakikisha nakupa picha iliyo bora kabisa. Na leo bwana tunazungumza mengi ya kimichezo, hususa kuhusiana na kila ambacho kinahusu ligi kuu ya NBC. Kumbuka zimesalia siku chache tu kuelekea ama kurejea kwa ligi baada ya kusimama kwa muda mfupi, na leo ni tarehe 10 ambapo tarehe 12 tunataraji kushuhudia michezo baadhi ikichezwa kwenye viwanja tofauti tofauti kwenye ligi ya NBC. Kitu ambacho kimebamba sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na kauli ya kocha mkuu wa kikosi cha Mashujaa FC. Hapa namzungumzia Julio ambaye yeye amezungumza kupitia kwenye Instagram ama social media za klabu ya Mashujaa FC kuelekea kwenye mchezo wao dhidi ya Yanga. Kumbuka tarehe 13 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 kwenye uwanja wa Lake Tanganyika kule mkoani Kigoma, Yanga atakaribishwa na Mashujaa kwa ajili ya kuzitafuta alama 3. Kama itawezekana kama ambavyo alivyofanya Simba kule kuondoka na ushindi wa magoli 3, sifahamu, lakini kwa sasa ni kupitisha tena kukuonesha namna ambavyo kikosi cha Mashujaa kimejiandaa kuelekea kwenye huo mchezo. Lakini pia Yanga na wenyewe wako hapa Dar es Salaam, bado hawajasafiri kuelekea kule mkoani Kigoma kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo huo. Bila shaka kama sio kesho basi kesho kutwa wataanza safari ya kuelekea kule mkoani Kigoma tayari kabisa kwa maandalizi na mchezo husika ambao nimeuzungumza hapo. Lakini jana kwenye mazoezi bwana ya timu hiyo kocha mkuu Julio alisikika ama alikuwa akizungumza namna ambavyo amejiandaa na namna ambavyo amewaandaa wachezaji wake kuelekea kwenye huo mchezo. Lakini kauli ambayo imesikika kwa namna ambavyo amezungumza na akiwazungumzia wapinzani wao ama wapinzani wake ambao ni Yanga Sports Club, nitakusikilizisha hapa na wewe utuambie kwa kila ambacho amekizungumza Julio kama kocha, kwa sababu tumekuwa tukisikia kauli nyingi ambazo amekuwa akizizungumza kocha Julio kuelekea kwenye michezo tofauti tofauti. Tumesikia kauli yao kuelekea kwenye mchezo wao dhidi ya Simba, kuna mambo aliyoyazungumza, lakini pia mbele ya Azam FC kuna mambo ambayo aliyazungumza. Pengine tukatarajia labda kutakuwa na ukimya wowote, lakini kuelekea kwenye mchezo wao na Yanga na kuna haya ambayo ameyazungumza. Sasa kwa sasa hivi ni kusikilizishe usikie kila ambacho amekizungumza. Karibu. Mimi kufungwa 5 na Yanga itakuwa sio kazi rahisi, kwa sababu Yanga sio timu yangu, sio mara yangu kwanza kucheza nao. Nikiwa Simba kama kocha nishacheza nao na wafunga, na wao kama wamenifunga sikumbuki lini, lakini na wafunga. Nikiwa na Kajumulo nishawafunga, nikiwa na Mwadui nishawafunga. Kwa hiyo bado na rekodi ya kuwafunga Yanga. Kwa na wenyewe nafikiri wananijua. Wanajua kabisa kwamba tunaenda kucheza na kocha ambaye ana confidence kuliko kitu chochote. Kwa hiyo confidence yangu ambayo nilikuwa nayo kwa Simba ndio hiyo iko kwa Yanga. Tena mimi nataka nikwambie Simba wanaweza kuwa na forward kali zaidi kuliko Yanga. Yanga kwangu mimi timu nyepesi ambayo na uhakika kabisa kwa jinsi wanavyocheza na waheshimu. Wanachezaji wazuri. Dube ni opportunist, so fighter. Pakome dribla mzuri na anaweza kaasisi na akafunga. Lakini wana muda mchezaji mjanja. Bado wana mtu kama Okelo au ukiwawekea watu wa kuwakaba sawa sawa. Hawachezi. Yanga na watu 3 tu. Siwezi kuwataja leo kwa sababu nitakuwa nimeuza silaha. Lakini nakuhakikishia Yanga waje kufanya kazi kutufunga. Sio kazi rahisi. Ile mambo ya goli 5 zamani sio kwa Julio. Yale mambo ya goli 5 yale zamani sio kwa Julio. Hiyo ni kauli ya kocha Julio ambaye anakinoa kikosi cha Mashujaa FC. Amezungumza kwamba Yanga ni wepesi kwa upande wake na sio kwa timu nyingine. Yaani yeye kwake Yanga ni wepesi tu kwa sababu kuna wachezaji 3 ambao ukiwashika hao basi umeishika Yanga. Hiyo ni kauli ya kocha Julio ambaye amezungumza jana tu, huku zimesalia siku chache kweli kweli kuelekea kwenye huo mchezo. Wewe ambao unaitazama Ava TV kwa sasa, unaweza kutuambia kwa kocha kuzungumza kauli kama hizi kuelekea kwenye michezo ni chachu kiasi gani, ama anawapa hamasa kiasi gani mashabiki kuelekea kwenye huo mchezo, ama anawapa pressure wachezaji
kuelekea huo mchezo. Basi toa maoni yako hapa kupitia Ava TV na sisi tutayasoma hapa, lakini una maoni gani kuhusiana na kauli ambayo ameizungumza kocha mkuu Julio, huku wapinzani wao mpaka sasa wamekaa kimya, hawajazungumza chochote kuhusiana na kauli ambayo amezungumza kocha Julio. Ni hayo kwa leo, lakini ni kusidi endelea kukaa karibu na Ava TV na kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa jina hilo hilo la Ava TV.